Rudia Mungu. Fanya kazi ya Mungu. Watu wengine wasifanye wache kazi ya Mungu. Amen. Amen. Ya, hapa kwetu Philadelphia tuko na Mungu mzima. Atupiga. Masabau iko hai. Amen. Amen. So wamama tusilale tutembelee ule mama. Ule ni wetu. Mpatie mikono pale, mwambie uko wetu. Jikaze mchukue nimero yake, mtembelee akuje. Ni wetu. Amen. Amen. Sivile mama. Sivile. Ubarikiwe sana. Amen. Naamini hapa utaona Mungu mzima na Mungu atakushangaza. Na ukitaka tu leo Mungu afanye jambo kwa maisha yako. Haleluya. Philadelphia Yesu asifiwe. Si Mungu amtendee mema. Si Mungu amtofautisha au tofauti. Yes, naamini Mungu atakutofautisha kwa jina la Yesu. Amen. Yes, nashukuru kwa ajili ya wiki. Ilianza wiki ilikuwa baraka sana. Leo tunafika mwisho kawia. Ubiri tu dakika 20 na tunamaliza. Amen. Amen. Dakika 20 peke yake. Tusome kitabu ya Timotheo wa pili ile 7. Timotheo wa pili ile 7. Sijui kama ile 7. Ile 7 hadi 8. Tunasoma katika kitabu cha Timotheo wa pili 4:7. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. 8. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Amen. Amen. Ambia jirani yako jiheshimie sasa. Amen. Amen. Yes, wiki hizi tulikuwa na somo inasema kwa ajili ya vita vya kiroho. Amen, amen. Na tuliongea aina nyingi za vita. Tuliongea juu ya vita ya familia, vita ya magonjwa, tukaongea kwa ajili ya vita nyingi sana. Jana tuliongea kwa ajili ya vita vya huduma. Lakini leo tutaongea kwa ajili ya unaweza kushinda hivi vita vya imani namna gani. Amen, amen. Bwana sifiwe sana. Lakini tutakonklire somo yote leo tukipitia na kurudilia kwa ile yenye tuliweza kuisoma kwa wiki hii. Amen, amen. Nataka nilisema hivi ya kwamba wakati yote utajua kwamba uliamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, ni lazima upitie vita. Na sote kisi tuko hapa, vita vyetu havifanani na vita vyetu haviko sawasawa. Kila mtu iko na vita vyake. Na kisi majina yetu liko tofauti na wokovu iko tofauti, ndio kisi vita yetu iko tofauti. Kisi tuliko tofauti na ndio kisi vita yetu iko tofauti. Na kitu nalibariki ni kwamba hakuna vita bila ushindi. Wakati tutapigana na adui au tutapigana na shetani, ni lazima ushindi ionekane. Ndio maana wakati Yesu alikuwa pale kwa msalaba, kwani alitangaza vita na adui shetani, kwa sababu wakati mwanadamu alipotea katika bustani, kwani shetani alitangaza vita na Mungu. Wakati shetani alitangaza vita na Mungu, ilibidi Yesu aingie pale kwa msalaba na aseme yote imefanya nini? Imekwisha. Na wakati Yesu alisema yote imekwisha, ile tayari ilionyesha ushindi wa vita. Maana inamaanisha ya kwamba wakati tutapitia vita mimi na wewe, tuamini ya kwamba tayari yote imefanya nini? Imekwisha. Ndio maana Mkristo mwenyewe kwa usiogope. Kwa maana kuna yule mwenye alisema yote imekwisha. Nimesema vita vyetu havifanani na vita vyetu haviko sawasawa. Maana kuna wamoja wana vita vya marafiki. Wakati ulisogeza rafiki ukamwamini sana, ukampatia siri zako za ndani, ule rafiki anaweza kuwa adui kwa maisha yako.
Amen, amen. Na hii ni vita yenye shetani anainua ili pokonye imani yako, ili kurudishe nyuma, ikuvunje. Na wengine waliamini marafiki sana na wakawaambia siri zao za ndani zote, na wakati ule rafiki alichoka na akakuwa tu pasipo yeye kujua. Amen, amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Wakati utambia rafiki yako siri zako zote za ndani, unamwambia kila kitu, maana utashia kwamba adui wa Abeli alikuwa ni nani? Kaini. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ni yeye ubakie peke yako na Mungu peke yake kuliko kubakia na marafiki wanafiki. Amen. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Maana marafiki wa dunia hii ni warafiki sana. Amen. Na wengine watajifanya wanakupenda, kumbe hawakupendi. Amen. Wengine watafikiria kwamba niwaambie kila kitu, lakini wakati utawaambia kumbe wanakupiga vita katika siri wa kumaliza. Amen. Na ndio maana nataka nikuambie tarehe leo kwamba mtu mwenye anapasha ni Yesu. Apende rafiki ya kweli mwenye hatakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna marafiki wengine wakiona mwingine anaendelea, anaenda kwa mfumo fulani akuja mroke ama mmalize. Lakini kitu kenye napenda ni kwamba vile tu ulikufa na Yesu na ukafufuka naye. Nasema kwamba rafiki watakuweza. Nasema watakuweza. Amen, amen. Kwa maana ndiye na wewe tulikufa na Yesu na tukafufuka na naye. Yaani mtafsiri nyingine ndiye na wewe tuko mamizimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko amejirana huko mzimu. Lakini kile elewa mzimu Mungu anaongea na kila mtu. Leo mtu mmoja alikufa tokea totoka nje sio. Si vile? Amen. Mtu mmoja alikufa pia na kama Mungu hapo mwenyewe tukujimtaka hapa. Wengine watatafuta mlango kwa dirisha. Wengine watatafuta wapite kule tutagongana kwa sababu ni mzimu. Na wewe katika ulimwengu wa roho uko mzimu. Mwenyewe ulikufa na Yesu na ukafanya na kufufuka naye. Kwa hiyo maadui watakuweza. Haleluya. Sasa wengine wanapitia vita vya marafiki. Wengine wanapitia vita vyenye si vya sababu. Unaona mtu anakuchukia bila sababu, au kumfanyia kitu, au kumgombanishaka, au kuimaka kitu, lakini anaanza kukuchukia bila sababu. Wewe usijiulize ni nini katika ulimwengu wa roho kuna nguvu zaidi yake. Alishaka kutafuta mkabila zao na kukosa. Sasa inabidi aje kupiga vita vyenye bila sababu. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukikuta anaongea na watu wanasema mbona kale kapesi yako na kiburi. Mbona kale kadada ni kachawi. Wakati atasema vile uchoka katika ulimwengu wa roho uko na nguvu zaidi yake. Ndio maana usiogope wakati unapiga mchawi. Unatika ndio niko mchawi kwa maana niko na Yesu mchawi wa wachawi. Amen. Haleluya. Amen. Hawachawi kupiga kwa mchawi community yako. Washapita. Wakati unaomba sana na vitu vyako vinaharibika, wachungu wao walikuwa wanatia chini ya kitanda unaharibika, unapasuka. Wanakuja kuambia kuna mchawi mwenye iko zaidi yetu hapa. Sikia kwambia sisi ni wachawi zaidi ya wachawi. Nilisema ile siku usiogope mabusi tu na pita kwa manjanja. Acha kufanyia ulinzi pale, usikose kulala cha mapanya. Amen. Bwana sifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kama ipo inalialia hata sibie mimi nitabaki. Amen. Unakosa usingizi juu ya mapanya. Pako mama mmoja na mwanake walikuwa wamepata jaribu ya kila zeroe, walikuwa na ndege na kuja na dema nyuma. Tena alikuwa demea kwa kichwa ya kitanda. Ndege kubwa. Wakati nakuja ina dema inapiga mpaka asubuhi. Wale wao wanaweza kuomba mpaka asubuhi. Wakimaliza tu amesizera amen, ndege inafanya nini? Ile ndege ikajua baba ombi nini?
ya Mungu banaomba juu ya boga ya mingi. Hapana baba. Sasa kila seroe ile ndege kuna. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Kesho nakuja miaka kwenda miaka karudi karibia miaka hii. Watu walali, watu wanagonda vifungo mingi sana. Tuko tunafunga, mbona hakuna majibu? Haleluya. Haiko kila maombi yenye Mungu anasikia. Unajua? Mungu anaangalia nia yako ni gani katika maombi. Amen. Mungu akijua nia yako ni kupata pesa na kupatia. Sasa ule mama nia yake ilikuwa ile ndege kwa nini? Alale usingizi. Yaani inamaanisha ile ndege haingekuwa angeo. Sasa Mungu watu kama wale hauzi wajibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sasa kitu cha kushangaza, miaka ile mama anaomba, anawekea mifupa. Ikafika siku moja tena kwa mchungaji. Mchungaji ni silaha. Itafanya nini? Je, kila seroe iko na ndege na kuja ya dema. Tunaanza maombi ya seroe mpaka 6h. Ndio ndege inafanya nini? Mchungaji akamwambia uko na shida, uko mtumwa wa problemi. Uko mtumwa wa shida lakini uko mtumwa wa Mungu. Sasa nakwambia leo seroe ile kipele ndege sio. Bwana sifiwe sana. Amen. Akamwambia mbele yako jina na Mungu uko naboka sana. Kinaweza kia leo ndio kinatetemesha kabisa pale. Basi mke mtu kufanya nini? Wao. Basi hiyo siku ilikuwa unafika kwenye nyumba. Sasa roho ilifika katika nyumba. Bibi anasema tuanze kuomba tena. Akasema balisema tusio. Ilipenda 6h lakini siku ilienda saa 10 ya usiku. Wanasema sasa niko napanda. Kesho tena nikakuja. Nikakuja na kasi kubwa sana. Sasa nikapanda. Kinacha saa 6, ingine siku kienda saa 8. Kikatia ingine siku. Kikaenda saa 7. Siku ya mwisho akikubuya. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Najua kuna watu wengine wanakosa usingizi juu ya mapanya. Acha kukosa usingizi juu ya mapanya. Wakati tunaambia Mungu damu yako ililinde. Basi. Na kuna wakati mwingine ukitoka mu presence ya Mungu unaweza lala hata kama uwepo ya Mungu. Amen. Nilikwambia jana ya kwamba sisi tunalala kikakuma, tunalala mbinguni. Hata wakuja waturoge watatuona. Kuna nyumba zingine zenyewe wachawi wakikuja usiku wanakuta moto ndio inawaka pale. Wanasema papa imani kumbe sio kwake hapa. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tupatie shetani nguvu ama tupatie utukufu, lazima kujua nguvu iliyo nayo kwa zaidi yao. Amen. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Kuna vita nyingine ya bila sababu. Maadui wakijua kwamba kuna nguvu zaidi yao, watakupiga vita bila sababu. Watakuharibishia jina bila sababu. Watasema ni dada ni malaya bila sababu. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Ushafika mahali wanasema uliingia Freemason na hata njia uchu. Bwana sifiwe sana. Amen. 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 Mimi nilisema kwa sisi wengine lazima tunakusa dawa. Amen. Amen. Hatutakusa dawa katika jina la Yesu. Amen. Ambia tena kwa tutakusa dawa. Tutapanda na hili tukufu tu zaidi ya nini? Ya utukufu. Amen. Haleluya. Amen. Mwenye tuko naye iko zaidi ya dawa. Amen. 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 Tutatikisa hii dunia, tutatembea. Mimi tutatembea. Ngali mwanzo, mwambie jirani ngali mwanzo. Amen. Mwambie jirani ngali mwanzo. Mwambie bado sana. Haleluya. Wengine wanapitia vita ya magonjwa kama kisimisema. Na ili ushinde hizi vita, utaelewa kwamba ni lazima ujue vita yako ni gani. Amen. Amen. Lazima ujue vita yako ni ya marafiki, vita yako ni ya bila sababu, vita yako ni ya magonjwa, ama vita yako ni ya huduma.
ndio maana naweza kusema kwamba vita yetu wapi iko tofauti. Kila mtu kisi Mungu alimuita na ndio kisi vita yake iko. Amen. Vita yangu ni imani na yangu ni tofauti. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Vita yako na jirani yako iko tofauti. Kuna wengine wanapitia vita ya magonjwa. Wanaweza pitia magonjwa na ile vita ikinuka inakuja kupokonya imani yako. Ikuja kuonesha ya kwamba Mungu hawezi kuingia nyumba za wafumu ili kwamba ukane imani. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana kuna magonjwa mengine ukipata hata nguvu ya kuomba haitakuwa. Hata kazi ya mikono hautafanya. Sasa shetani anainua hiyo magonjwa ili ikuje ikupokonye imani. Ndio maana Paulo anasema ya kwamba nimepiga vita vyema, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Maana inamaanisha kwamba kuna vita vile vinakuja juu ya imani. Utaelewa tu vile ya ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, ndio vita kanza pale pale. Ndio maana nilisema siku ya kwanza ya kwamba watu wengi wakati waliokoka wakafikiri ya kwamba wokovu ni kuishi maisha ya furaha. Wokovu ni vita. Amen. Wokovu ni vita. Sasa kuna wengine wenyewe wanapitia magonjwa ile si ya kawaida. Yeye anakunywa kila madawa, anafanya kila kitu lakini magonjwa yapone. Ni magonjwa ambayo shetani aliinua juu toe imani. Bwana sifiwe sana. Lakini kile kinanibariki ni kwamba Mungu akiponya magonjwa, achilie kile magonjwa yarudie tena. Na Mungu akuponye ile magonjwa yasirudie tena kwa maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Bwana sifiwe sana. Wengine wanapitia vita ya familia. Wanaweza pendwa na watu wa nje lakini watu wa familia wanawachukia. Farao anaweza penda Yusufu lakini watu wa jamaa yake wanamchukia. Yefta alipendewa na taifa lakini ndugu zake wakamtupa. Kwa hiyo inawezekana watu wa nje wakukubali, inawezekana marafiki wakukubali, inawezekana watu wa nje wakukubali, lakini ndugu zako, familia yako inakuchukia. Wakati familia yako itajua ya kwamba wewe una nguvu zaidi yako na nyota yako iko zaidi yao, ni lazima watakupiga vita. Amen. Maana katika kila familia huwa panakuwa mtu wa kuokoa familia. Inawezekana kwa mtoto wa kwanza au wa mwisho au wa katikati. Ni Mungu ndiye anajua. Lakini utaelewa kwamba kama ni wewe, ndio Mungu alikuchagua kuwa msaada kwa familia yako. Utaelewa kwamba vita ya familia yote lazima uibebe. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lazima ubebe vita ya familia yote. Kama familia yako watu walikuwa waolewi, watakupiga vita mpaka uhakikishe usioe ama usiolewake. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Kwa maana wanajua ya kwamba huyu iko na nyota ya familia, tena atakuwa msaada wa familia. Na wakati shetani anaelewa hivi, anainua vita watu wa karibu yako. Maana maandiko yanasema kwamba adui ya mtu wa nyumba yake ni wa karibu yake. Nilikwambia ile siku ya kwamba wakati yote utajua hii, lazima kuwa na kiasi ya kutenda mema. Hata utende mema kwa familia yako namna gani utapigwa vita. Amen. Amen. Sikia nikwambie, hata ujipendekeze namna gani utapigwa vita. Maana nilisema kila familia mko wachawi ndani. Mkila familia mko watu wabaya. Nasikia nikwambie, zile laana za mababu hazitapenda utoke na ile laana. Kila siku watakuwa kupiganisha urudie na ile laana. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kama watate yako na mababu yako walikuwa wanaoa wanawake 50, watapenda wafanye vile vile wao rudilie vile. Lakini kenye napenda kwa mtamu ya Yesu, natangaza ile laana itakupata katika jina la Yesu. Amen, amen. Vile tuliokoka, laana ina nguvu kwa maisha yako.
Ndio maana tuseme kwamba jana watakupiga vita lakini hawatakushinda. Wengine wanainuka kupiga vita ili ukane imani. Jamaa inakuinukia. Wengine wanapitia vita ya familia. Wengine wanapitia vita ya ndoto. Kama Yesu alisema juzi. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Unalota kila siku unakulishwa vitu. Unakulishwa nyama kwa nguvu. Unakulishwa majani mengine yenyewe au ichuri. Unalota ukifinyiliwa usiku. Wengine wanapitia vita ya ndoto. Amen, amen. Amen. Na wengine wanaota wanaolewa ndani ya ndoto. Mwingine aliniambia kama jana jioni. Sasa toka hapa. Aliniambia anaota ndoto iko chini ya maji, kuna kupotea wala mtu maji. Anamwambia wewe uko hidi yako. Nikasema muru basi. Yesu asifiwe sana. Amen. Nikasema hapo kazi, nikasema sawa mama, tushukuru kwanza Mungu. Next week tunaanza maombi kanisa je ukaji tutafanya ile kazi. Nikaelewa hapo kazi. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ni mama mwenyewe anaolewa na kukwambia hana rana ndoa yake kwa sababu gani? Unasikia na kokoto wako ndani ya ndoto. Na watu wenyewe wanaolewa ndani ya ndoto. Kuna watu wenyewe wako na familia ndani ya ndoto, wako na watoto ndani ya ndoto. Na hii ni vita ile inainuka inakosesha amani katika familia, katika ndoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kuna mwingine nikasoma pitia hizo ndoto, anapitia hizo vitu. Ukimuuliza utoa siku gani, anakuambia sijakuwa na nafasi ya kuoa chini katika iko na familia. Hii kitu si ya kawaida. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na utelewa ni adui sana wanawake. Ni adui sana wanaume. Ukimwambia hizo habari akatachuku zile chini na zile pepo huwa siku na wivu ya sana. Kuna mtu mmoja tulimwambia akasema si kuna wivu. Huyu hatatembea na bwana yake. Juu ya nini? Tulishaka muoa miaka mingi. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa wanapitia hizi vitu. Na hizi ndoto zinakufanya uendelee kuwa mtumwa katika ndoto. Wengine wanapitia hizi vita. Na wakati unaingia mkanisa wewe unaona ni kawaida kama sisi niseme leo siku. Lakini vita vyetu vinapishana. Na hizo vita zinakuja zisipokonye imani yako. Zikutoe katika uwepo wa Mungu. Wengine wanapitia katika vita ya kuonesha kwamba Mungu hawezi. Ukikata nyumbani inatosha. Haleluya. Tulisema juzi hapa, wanaweza kurotesha ndoto na kuambia Pastor Imani ni mjaa. Wanakuambia mwalimu mjaa. Na ukiingia mkanisa unaona ile picha hiyo ni yote. Wanafikiria ni Mungu ndiye alikwambia kumbe kuna mapepo ile ifanye nini? Inataka kutoa katika imani. Kwani Paulo akisema nimepiga vita vyangu vyema. Paulo alisema kwamba hata kuhubiri ni vita. Hata kuimba ni vita. Hata kuomba ni vita. Wakati watu tunasimama katika huduma kujua kwamba ni vita na shetani hawezi penda. Amen. Vile tu tuko hapa tayari walishatuangalia mkamera zao. Shetani hakupendi Kristo hapa. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Vile tu tuko hapa shetani tayari katika ulimwengu wa roho afurahi. Anajua kama ungebakia nyumbani labda angekuweza. Labda kuna kitu Kenya angefanya kule ili kumaliza, lakini uko katika uwepo wa Bwana. Na vile umeingia katika uwepo wa Bwana, shetani kule anaona huyu telefoni. Haleluya. Amen. Na watu wengi wanapitia hizi ndoto. Miaka kwenda miaka rudi na umekuwa watumwa katika ndoto. Mwingine kwa bwana yake lakini anaota kwa siri na mwingine bwana ndoto. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mtu mmoja kaniambia eti
yote wananitia mserikali. Eti iko na uliza mnitia mserikali na iko na iti kwa mtu mserikali. Bwana sifiwe sana. Amen. Shida la Bwana nibariki. Amen. Sasa nikamuuliza wakati wanakuambia mtoto. Wewe ukakataa. Eti niliwauliza tu. Na nikaona wananishinda nguvu, wananiingiza mwa ile kaburi. Sasa utaelewa kwamba wakati unaota ndoto kama hizi, unaweza kuwa unatembea na unakufa. Maisha yako yalishabebwa mahali na unatembea. Amen, amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. So katika kanisa kuna watu wana vita hiyo. Na wanaipitia hizi vita, lakini zinagandamiza na kusumbua maisha yao. Na nikasema pia ya kwamba wanapitia hizi ndoto, mwingine ataota anasikia sauti inamwambia uachane na huyu bwana yako, uachane na huyu bibi yako. Mungu gani mwenye atakwambia wewe uachane na mimi? Ama uachane na Bwana? Maandiko nasema alichotuunganisha Mungu wanadamu hawezi fanya. Sasa watu wamekosa akili masiku achota vile anasema nasikia Mungu ananiambia na kamata vitu wanaenda. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ili ushinde vita vya imani, lazima kujua vita zako ni gani. Hawezi shinda vita na ujui vita yako ni gani. Wengine wako na vita ya maskini. Kama katika chama ya maskini, wale mababu na watate hawataitika kufanikiwe. Haleluya. Amen. Utatafuta pesa, lakini zile pesa, kama kuna watoto wanagonjwa, pesa zile utafuta wewe pekee unasimaliza. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Kuna mtu mmoja ambaye alifungua suku. Akanunua vifaa makamera na kila kitu. Lakini kitu cha ajabu anunua makamera na vifaa ya karibia laki. Lakini sasa uone faida yenyewe wanapata kwa hiyo pesa. Yote ilikuwa naishi kutengeneza ile vifaa. Amen, amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Ukiongea naye na kuambia kwamba mimi peke yangu kesi niko hapa kama. Sio niko na maisha yenyewe kwa afadhali. Wengine wote katika familia yangu maisha yako chini. Sasa familia haiwezi kupika ufanikiwe na unajua kwamba katika jamaa yako kuna mtu mwenye aliyefanikiwa. Amen. Na wengine wanapitia hii vita ya maskini ili kuje pokonye imani. Utatumikia Mungu ndio, utaomba ndio, utafanya kazi ya Mungu ndio, lakini wakati unapata zile nguvu zitakurudisha nyuma kama imani yako haikazi. Utakuwa unapata kitu mkono lakini kinaenda. Unapata kitu kisi kilipotea au juu. Unatumika na nguvu sana, lakini kisi mambo utapotea kisi itaenda. Au utajua na wengine wako na matuka lakini akiangalia mtai yake kisi anaipata iko tofauti sana. Bwana sifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwani kuna wengine walifanya kafara wakamwaga damu juu ya wao sifaniki wake. Sasa ukiingia mkanisa unaona kawaida. Ukiingia mkanisa unaona mazoea. Kuna mwenye alifanya sacrifice. Alitoa mbuzi ama alitoa kitu fulani juu ya wewe maisha yako ikatae. Juu ya kufa katika maskini. Kama wachawi walitoa kafara, walifanya sacrifice. Na wewe ukiingia mkanisa lazima kufanya sacrifice. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sikia kuna vita yenye tunapitia leo, si ya kawaida. Yenye naomba na sio tufanye sacrifice. Wanajenga madhabahu, wanasema wote fanikiwa. Sikia nikwambie. Mungu anaambia Gideoni, wewe ni shujaa. Lakini Gideoni anachibia Mungu anamwambia kama mimi ni shujaa,
Kwa nini tunapigwa? Amen, amen. Lakini sasa utaelewa kwamba Gideon alikuwa madhabahu ya baba yake, madhabahu ya baba. Sasa hiyo madhabahu ilifunika nguvu ya Gideon isionekane. Kitu ya kwanza ile Mungu anambia Gideon, kwa sababu wewe ni shujaa, kitu ya kwanza ile utafanya inabidi wewe uvunje ile madhabahu ya baba yako. Baada ya kuvunja ile madhabahu ya baba yako, unaweza na kupigana vita na utashinda sasa. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Wengine tuko hapa tunatembea katika laana za familia kwa sababu kuna madhabahu yenyewe inasimama. Kuna madhabahu yenyewe ilijengwa pale ya maskini, wanasema huyu fulani, wanatia majina yao tatu wanaisemea pale. Wako hapa lakini wananena maneno pale, wanasema huyu ni fulani fulani fulani. Wanatia kafara pale, wanasema hatawahi fanikiwa. Amen, amen. Amen. Tukikwambia omba unashindwa kuomba. Tukikwambia funga unashindwa kufunga. Ukikumbuka ombi ya mwisho ile uliomba, labda ni maombi ya mwisho ulikwambia kuombe ugazi. Bwana sifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Saa 5 kuchati. Lakini kuomba hauna hata dakika 5. Sasa tunataka anza omba ndio tunaanza kubaye sasa, lakini sasa bora chati ya utabaye. Shetani anakufunga uendelee kuishi katika ile kifungo ili usifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Sema leo natoka kwa madhabahu ya maskini, kila laana iliyofunga maisha yangu leo iachilie maisha yangu kwa jina la Yesu. Kitu tayari ni kwamba shetani hawezi kufanikiwe wakati unaingia katika maisha ya imani. Lazima kukataa ile maisha. Amen, amen. Amen. Kama mfamilia yako hapo wewe fanikiwa mtu, usimame kwa hasira, sema mimi nitakuwa mtu wa kwanza, mimi nitafaulu. Wapi? Familia. Amen. 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 Bwana sifiwe sana. Amen. Jina Bwana libarikiwe sana. Kuna mtu mmoja anakuambia, anasema na sisi tutakufa sawa wale wengine. Sikia, wewe mtoto wa Mungu utakufa sawa wale. Eti tutakufa sawa wale watate yetu. Kama wakujengaka tunatangaza utajenga. Amen. Tunatangaza utajenga. Amen. Amen, amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Kama wakutembea ukiishi mbali utavuka nchi na nchi na mainchi na mainchi, kwa sababu wewe ni mchaguliwa wa Bwana. Mwambie jirani kwa mchaguliwa wa Bwana. Mwambie kwa mchaguliwa wa Bwana. Mwambie upenda nchi na mainchi na mainchi na mainchi na mainchi na mainchi, mwambie. Amen. Tupatie Yesu makofi na vigelegele. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sikia nikwambie, kitu yenye Mungu anataka tuchunge imani. Imani. Na imani ndio shetani alipigania vita sana. Hizi vita zote zenye tuliongelea hii wiki zinakuja kwa sababu zitupokonye, zitutoe katika imani. Kwa maana shetani anapenda wakati imani yako itatoka uingie mnyumba wafu. Sababu ni mikoshi, mtu mwenyewe alikuwa anaomba kwanza kuingia mnyumba za wachawi. Amen. Amen. Na napenda maandiko sana. Biblia inasema kwamba dhambi zote zinaweza kusamehewa, lakini dhambi ya makufuru haiwezi kusamehewa. Dhambi ya makufuru, yani ulikuwa unajua, unaamini ya kwamba Roho Mtakatifu anaweza, unaamini Mungu anaweza, alafu unaingia katika nyumba za kifungo. Hiyo dhambi hata nani akombee hawezi samehewa. Sasa shetani anapenda tupokonye imani ili tuingie katika nyumba za kifungo. Tuamini ya kwamba Roho Mtakatifu hawezi. Anajua kupokonye imani, anajua maisha yako yanakufa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona Paulo anasema nimepiga vita vyema, mwendo nimeumaliza.
imani imeilinda. Sasa natarajia kupata taji. Lakini tutaelewa ni kwamba mtu mwenye atapata taji ni mtu mwenye anashinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Vile mimi na wewe katika ulimwengu ya vita, utaelewa kwamba wakati tutashinda ni lazima tuvikwe taji. Ndio maana wakati Mordekai alishindwa alivikwa taji. Na wewe wakati utashinda hivi vita vya imani ni lazima utavikwa taji. Tena haiko tu taji, ni taji ya uzima. Mwambie yako taji ya uzima. Kama kuna vitu tunapaswa uchunge sana ni imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata mambo ikatayo usikane imani. Hata maisha yako ikatayo usikane imani. Kwa maana ni vita ya shetani anainua ili tukane imani. Anapenda ile irisi ya watate wako ndio ikamata kwa ifunga. Sisi kama nilisema hapa nikasema siku moja kwamba kuna mhubiri mmoja mwenyewe alibatizwa. Wakati alibatizwa na mhubiri kumbe akabatizwa na irisi. Aliokoka tu hivyo akabatizwa. Kwa misio yake. Wakambatiza na irisi. Anza huduma pole. Akafika mzee wa kanisa na irisi. Wakamwachia kanisa pasere na irisi. Siku moja sasa tunahubiri. Anahubiri na nguvu sana. Anaruka kanisa. Sasa alikuwa anaruka ile bora kafani. Kaanguka chini. Sasa kujua hakuona. Anaruka anatembea kule mashemasi tunakutokea. Unajua magoti ni boka. Sio magoti hivi shemasi kuchi. Nasema ni kanisa na ingiwa nini? Ndio tu kanisa. Na yeye ameokosa. Aba kusakira kitu ya pastere. Na hizo zingine sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mtu tutusikia anasema hivi. Mnaniharibishia. Mtu alichanganyikiwa mkanisa pale akavurugika kichwa. Pale mtu anatoka nje, pepo zikabisha. Ile Joshua tena nataka tuingie tushike mairisi ili tuikane imani. Hata upitie nini usikane imani. Chunga imani. Ambia tena chunga imani. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hata na wale apostoli wenyewe wanachukua nguvu za Mungu na wanaenda kuchukua madawa. Wale watu wamechanganyikiwa tayari. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Wakuchika dawa lakini wamekana imani. Na wamekufuru na ni dhambi zenye hawezi kusamehe. Na ukichukua mkono na mtu saa ule zile laana zinapata maisha. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ambia tena ni yako chunga imani. Vita tunapitia ni vita ya kutaka kupokonya imani, lakini kitu napenda ni kwamba watakao shinda watavikwa taji. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba avumilie mpaka mwisho atafanya ataokolewa. Maandiko yanasema heri mwisho kuliko mwanzo. Hata leo watu wakudharau kwa vita ambavyo unapitia, lakini najua kesho wataje hiyo watakupatia, watashangaa. Kwani sisi hatupigani kwa ajili ya kubakia hapa, lakini tunapigana tuvikwe taji ya uzima. Na ile taji ya milele maandiko yanasema kwamba tutapangusa machozi, na machozi hatutapangusa watu wenyewe wakulia. Machozi itapangusa watu wenyewe walilia, watu wenyewe walishuka mabonde, walipitia vita katika huduma, lakini hawakuacha huduma. Mama usiache huduma kwa vita. Kuna taji yenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mhubiri mwaka akasema hivi, ukikula maraki na kuumiza tumbo, kwa nini unachekele maraki? Au yacha. Sasa hata kama uliombewa kama hadi na kukamata tutaenda tufanye tuache Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata tufanye tukane imani. Tutabakia na imani maana tunajua kwamba Mungu anaweza. Haleluya. Amen. Leo unapitia vita lakini kesho ushinda. Leo unapitia magonjwa lakini utapona. Sikia nikwambie vile vile magonjwa yalikupiga na ile vita ilikupiga ikukuwa na kumaliza. Yaani inamaanisha hata destiny yako utafika. Maana kwa hiyo umetoka ni mbali sana. Kwenye Mungu amekutoa ni mbali sana. Sikia ukiangalia mafuta yako ya 10 na huko tofauti.
Mshukuru Mungu, mwambie Bwana asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiangalia mafoto wako wa 2000 anasema hivi mimi. Tukamata hata 2020. Kama tu 2020 hapa tu. Unasema wewe yako. Yaani kwenye Mungu amekutoa nyumbani sana. Kama Mungu alikutoa kule, hata vita hiyo unapitia utaishi. Utashinda vita yako pale kwenye utajua vita yako ni gani. Nimeongea vitu zote kwa wiki hii na leo. Hasa kuangalia vita yako ni gani. Amen, amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Vita yako ni gani? Kwa maana kuna wengine wenye wanaambia vita zenye si zao. Lazima kujua vita yako ni gani. Nilisema hivi, tuma yako ilikuwa kubwa, utapigwa vita. Upako yako ilikuwa kubwa, utapigwa vita. Amen. Uimbaji yako ilikuwa kubwa, utapigwa vita. Amen. Mungu akikutumia zaidi utapigwa. Mungu akikufunulia zaidi utapigwa. Na nikasema hivi ya kwamba mtu mwenyewe hana kitu hawezi pigwa vita. Lakini mwenyewe kuna kitu unafanya anapigwa vita. Sasa wewe una kitu unapenda kupiga vita yani. Shetani anatafuta watu wenye wako na kitu. Na wengine pia wanapitia vita ya nyota. Nyota yako ilikuwa kubwa, lazima utapigwa vita. Na hii Pilato aliona wakati tu Pilato alianza kuona nyota. Maandiko nasema kwamba akasema watoto wote wanaume wafanye nini? Wewe angalia sasa mtoto mdogo sasa Yesu. Alikuwa na vita gani? Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Katoto. Sasa vile Yesu. Na malaika akaambia Maria akamkamate mtoto yule naye Misri. Na wakati ya Musa vile wakati tu Musa alizaliwa, maandiko yanasema kwamba na wakati alisema akasema watoto wanaume ndio wauawe. Maandiko yanasema maki ya Musa akamtia mkisafina, akamtia maji. Pia vita. Nyota yako ilikuwa kubwa, lazima upigwe vita. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunapigwa vita kwa sababu ya vitu vyenye tuko navyo. Tuma yako inaweza kwa sababu ya vita. Ukijua vita yako hautalaumu. Watu wengi masiku wanalaumu Mungu kwa sababu hawajui vita zao ni gani. Watu wengi wameacha Mungu kwa sababu hawajui vita zao ni gani. Ukijua vita yako ni gani, hata upigwe vita katika ulimwengu utasema nitasimama kwa sababu kama Bakuki nione lile atakalo lipenda. Amen. Amen. Usiache huduma kwa ajili ya mtu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Usiache huduma kwa ajili ya Shetani anapenda ukane imani. Mtu mmoja akamuuliza mbona wengine kanisa hiyo siku. Anasema eti bali ni tabiria kanisa niache dhambi. Kumwambia sitabiria mzuri. Mungu mwenyewe anataka kuponya. Eti hapana wengine niambie ule nabii. Mimi nilikuwa nakuja tu aniambie vitu vyangu, aniambie vitu vyangu nisipige. Nitakutoka mkapo masiku gani na Mungu ananipangia nini? Sasa Mungu jua anatembea tofauti na akili za wanadamu. Sasa Mungu akajua nia yake. Ile siku akapiga unabii. Ile bado tunajua. Mungu naye akaifanya akampiga unabii. Akamwambia wache dhambi, tembea vizuri. Akasema tangia leo naacha kanisa. Haleluya. Amen. Wangapi wamefuata unabii hapa? Bwana asifiwe sana. Amen. Tunasema unabii, tukipiga unabii hapa kama Mungu anasema wache dhambi, tutakimbia. Nasema Mungu ananichukia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo neno la Mungu ndio unabii tosha. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu sio unabii. Mungu anaambia Ezekieli tabiri juu ya mifupa mikavu. Ezekieli akasema wewe wajua. Ezekieli akasema kama Mungu akasema kama mimi najua. Ambia mifupa mikavu isikieni neno. Kumbe unabii tosha ni neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tangia maombi yanze kuna neno zilianza. Ukifuata tu mstari wa neno zitatengeneza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ni vigumu tukwambie upokee magari na manyumba na ufuate neno. Itakuwa ni mfumo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ukitaka kushinda vita, ni lazima ujue vita vyako ni gani. Uliza jirani yako vita vyako ni gani? Tukijua vita vyetu ni gani, hatutapigana mkanisa. Tukijua vita vyetu ni gani, hatutagombana mkanisa. Tukijua vita vyetu ni gani, hatutasikilana wivu mkanisa. Kama kisi nilisema jana, tutaitikana. Mwenzako akikushinda utasema ananishinda. Lakini leo kuna watu wenye wajidi. Kama uko wa mweusi na jitika ni kwa mtu wa mweusi, wa mweupe. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama uko mfupi kwa mfupi sema asante Yesu. Kwa maana kuna warefu kwenda, tuna warefu kwenda. Kumbe kila mtu ni mrefu. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ambia jirani yako itika mwenzako. Mwambie jirani itika mwenzako. Amen, amen. Kama una taye, jipige sina taye mwenzangu ananishinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajifanya una taye, unaweza kusukuma nyuma na una kitu. Jipige kisi huko. Na wengine wanatoka Afrika wanaenda kama kupigwa mashindano. Amen. Tunatema plastiki. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tukipigana tutapigana vita. Tukipigana tutapeana masumu. Tukipigana tutauana. Leo makanisa yanauana kwa sababu wote wamepigana. Mtu akikushinda neema, mwambie unanishinda neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapenda mimi nikilinganisha na mwalimu Amani? Akiimba tunasikia mbingu inapasuka hakuna isilima. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nilisema tena kama una sauti ya mzuri yenyewe nyoroki kaa chini kule nyuma, unapiga baka tena chini usipande sauti sana. Haleluya. Sauti ikipata mikrofoni utapata haya. Amen. Bwana asifiwe sana. Si Mungu atubariki. Si Mungu atubariki. Si Mungu atubariki. Si Mungu atutendee mema. Kila vita ambayo unapitia, Mungu akufanye mshindi katika jina la Yesu. Iwe vita vya ndoto, Mungu akufanye mshindi. Iwe vita ya magonjwa, Mungu akufanye mshindi. Iwe vita ya marafiki, Mungu akufanye mshindi. Iwe vita ya jamaa, Mungu akufanye mshindi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kila sheria iliyoinuka juu ya maisha yako tunaibomoa mchana wa leo katika jina la Yesu. Amen, amen. Ile sheria ya familia tunaibomoa kwa jina la Yesu. Kwa maana sisi tuko washindi tena zaidi ya kushinda. Amen. Mungu atubariki. Simama kwa miguu yako.